Kwangu mimi ile penalty ambayo aliipata Young African ilikuwa ni penalty halali kabisa, isiyokuwa na shaka wala doa lolote. Ilikuwa ni penalty halali na Yanga aliweza kuzawadia penalty, na ni kweli penalty yao ilikuwa inastahili kuwa penalty. Kwa mimi ukiniuliza kwa Maxim pia Zengeri, ni kweli kabisa ilistahili kuwa pigo huru, na ni kwa sababu ndani ya box basi ilistahili kuwa penalty. Na pia kwa alafu ile pia ilistahili kuwa na kadi. Yellow card ilikuwa inastahili kuweza kutumika, lakini naona mwamuzi aliamua kupiga pigo huru la penalty pasipo kutoa kadi. Lakini ukija kwa upande wa kina Kipenye huku, kwa wao kunyimwa penalty, mimi nakubaliana nao kabisa kwamba ile pia ilistahili kuwa pigo huru la penalty, na Mungu waliweza kunyimwa penalty kwa sababu ukiangalia foul ilipokuwa inachezwa kuanzia nje ya box. Alikuwa yuko Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Damaro Kamara, na Damaro Kamara alianza kumwara toka akiwa nje ya box, lakini aliweza kuwa na uvumilivu mkubwa wa kutokujiangusha nje ya box, akaingia hadi kwenye box, ndipo alipokwenda kuanguka. Kwa hiyo pale kuna matukio mawili ambayo lazima uweze kuyazingatia. Jambo la kwanza ni kwamba foul alianza kucheza nje ya box. Kwa kama referee aliacha, maana yake aliacha kama advantage. Okay. Umeelewa vizuri? Yes. Unapoacha kama advantage, tafsiri yake ni kwamba kama inakuwa ina manufaa kwa mpinzani, inakuwa kwako inakuwa iko safe. Lakini kama umeacha advantage alafu haiwi na manufaa kwa mpinzani, kwa hiyo inastahili kuwa foul. Lakini sasa kilichotokea, alicheza Damalo alicheza foul nje ya box, akaendelea kucheza hadi ndani ya box. Kwa hiyo makosa yamefanyika mara mbili. Okay. Amefanya nje ya box, advantage imeingia kwenye box, kaendelea kufanya kosa, lakini pia haijawa. Kwa hiyo maana referee makosa mawili yote hajayaona. Hajaona nje ya box, hajaona kosa ndani ya box. Kwa hiyo mimi nafikiri katika hilo referee hakutenda haki kwa upande wa Namungo. Okay. Na sio referee peke yake, hadi linesman. Okay. Ukiangalia upande ule ulikuwa ni upande wa line 2 ambaye angeweza kuona ile tukio kwa urahisi zaidi. Umeelewa vizuri? Lakini sasa line 2 alikuwa amekaa kimya, referee alikuwa amekaa kimya. Okay. Lakini pia kuna refa msaidizi kwenye benchi la mareferee, kuna kamisa wa mchezo. Umeelewa vizuri? Huwa kuna msaada ambao unaweza ukajitokeza. Na wakati mwingine hadi line 1, ingawa yeye kwamba anakuwa anaishia katika mstari wa katikati, lakini katika utata kama ule huwa kuna haja ya kusaidiana. Lakini pande zote walikuwa wamekaa kimya. Unaweza kusema kwamba Mwinyi alikuwa amekaa mbali na tukio, lakini vipi kuhusiana na line 2? Yes. Hakuwa kwenye eneo la tukio, hakuweza kuona hilo. Basi kama hakuwa kwenye eneo la tukio, inamaanisha kwamba inatakiwa waongeze fitness. Okay. Ina maana kwamba wachezaji wa Tanzania wana speed zaidi kuliko speed ya marefali wetu. Tunatakiwa waongeze mazoezi ya kuwa fit, uweze kukimbizana na mchezo. Yes. Lakini ukiangalia kiukweli ni kwamba madhambi yalianza kufanyika toka nje ya box, yakaenda kufanyika pia ndani ya box. Kwa hiyo alistahili kuweza kupewa yellow card Damaro Kamara. Na ilistahili kuwa pigo huru la penalty. Bwana, msimu wa mwaka 2018 2019 wa Afrika walifanya makubwa sana kwenye ardhi ya Malkia, kwa maana Uingereza, katika ligi ya EPL. Kiatu kilichukuliwa na wachezaji watatu ambao wote walifunga magoli 22. Alichukua Mohamed Salah kutoka Misri, Sadio Mane kutoka Senegal, pamoja na Pierre-Emerick Aubameyang kutoka Gabon. Hawa ni Waafrika ambao walichukua kiatu kwenye ardhi ya wazungu. Ni msimu ambao hautosahaulika. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, nipo na Steven Mwana wa Mapunda. Kubwa zaidi tunaenda kuangalia kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa jana, mchezo ambao uliwakutanisha kwa maana Namungo dhidi ya Young Africans. Young Africans akapata ushindi wa goli 1-0, goli pekee la mkwaju wa penalty, ambapo kocha wa Namungo Juma Ramadhani Mgunda amezungumza. Tutakuja kuambia amezungumza nini, lakini pia tutamsikia kile ambacho amekizungumza kutokana na penalty ambao walipewa Young Africans. Lakini pia wao walistahili pia kupewa penalty, lakini hawakupata penalty. Akasema kwamba man of the match kwenye huo mchezo ni referee. Lakini pia tutaangalia penalty ambayo wameipata klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Je, nayo ilikuwa na utata kiasi gani? Lakini wewe pia unaona nafasi ya kushare nasi kwa kucomment hapo chini kwenye kile ambacho tutakuwa tukiendelea nacho. Sasa hivi tunaangalia kile ambacho kimetokea hapo jana. Je, kwanza tuanze na wewe. Penalty ya Young Africans ilikuwa ni penalty sahihi? Dondosha komenti yako hapo chini. Lakini mchezaji wa Namungo kwa maana Kipenye naye alifanywa madhambi, lakini
mwamuzi hakuweka penalty, je, nayo inastahili kuwa penalty? Basi pia dondosha komenti yako hapo chini, lakini sisi tunaenda kuchambua kiujumla. Steven Mwana Mapunda. Mimi niko vizuri. Yes. Niko vizuri. Naona leo umetuvalia kanzu. Naam. Kibarakashie kimekaa sehemu yake. Mashaallah la habib. Maana yake hapo unanikumbusha kwamba na mimi kesho nisisahau rozari yangu. Yes. Kwa sababu kwa lazima na Ramadhani zimegongana. Sahihi. Kwa sasa hivi bwana, ukisema asalamu alaykum wanakuambia amen. Asalamu alaykum amen. Asalamu alaykum amen. Asalamu alaykum amen. Haleluya amen. Yaani kwamba ndugu wamekutana pamoja. Sahihi. Ismaili pamoja na nani yule anamuita na Isaka Ismail na Isaka wamekutana pamoja. Kwa hiyo nitashangaa sana kuona mtu anakula mchana, huo sio atakuwa dini gani? Simuelewi. Umeona napata mgagasiko kidogo. Okay. Steven Mapunda, tuliushuhudia mchezo mzuri jana ambapo Young Africans aliweza kupata ushindi. Unaambiwa ili uwe bingwa kuna wakati hutakiwi kucheza mpira mzuri. Ndio. Bali tu unatakiwa uwe na game management. Ndio. Cheza utakapocheza, lakini upate pointi 3 ambazo zitakuwezesha wewe kuweza kujiweka nafasi nzuri ya kuwa bingwa. Ni kweli. Hii pia tunaona changamoto ambayo pia wanapitia ndugu zetu Arsenal kule Ulaya. Ndio. Kuna wakati wanacheza ovyo na wanapoteza. Kuna wakati wanacheza vizuri pia na wanapoteza, wanakosa game management. Lakini kwa upande wa Young Africans wamekuwa na game management, kwa maana wanafanya vizuri sana. Nataka uniambie kitu kimoja. Tuanze kumsikia mzee wetu Juma Mgunda ama uanze kutupa uchambuzi? Ama tumsikie alafu ndani yake ndo tupate uchambuzi wako? Sawa, vyote sawa. Labda tumsikie kwanza. Okay. Mzee wa boli huyu, maana mzee wa boli tembee, alafu pia ameucheza mpira. Sahihi. Na amekuwa kocha mwandamizi kwa muda mrefu sana. Labda tumsikilize. Yes. Okay. Mtazamaji wa Salamba Radio, twende kumsikia mzee Juma Ramadhani Mgunda kile ambacho alikizungumza hapo jana baada ya mchezo. Alafu ni baada ya hapo tutamsikia Steven Mapunda na yeye ana ujumbe gani. Mimi napenda kuwa mkweli sana. Sasa ingine nafikiri mdomo wangu sengine naweza kaniponza. Lakini kwenye ukweli, bahati mbaya na Ramadhani, lazima tuseme kweli. Leo man of the match is the referee. Referee? Yes, man of the match. Kwa nini? Ndio decide game. Ndio decide game. Wenye akili zao na wenye fahamu zao za mpira na watu wa mpira, sio wale kuja na ndio za mwenge kwenye mpira. Wameona mpira mchezo wa wazi sana. Tukio lipi kwa kocha ambalo naamini muamuzi aliliamua likawapa faida? Nenda kuangalia marudio, mtaona ile penalty tuliyonyimwa na penalty aliyotoa. Kama yeye ana declare ile penalty aliyotoa ni ya kweli, basi atanisamehe mimi. Na kama penalty aliyenyima ile kwamba haikuwa kweli, basi atanisamehe mimi. Lakini kwenye football iko hivyo. Mimi sipendi sana kuzungumzia hao wapiga filimbi, kwa sababu na mimi baadaye mpira ni mchezo wa wazi. Lakini yote kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, mechi imekwisha salama. Tumepoteza, tunajipanga na mchezo mwingine, lakini naomba watu waangalie, kuna sisi binadamu, nobody is perfect, hakuna mkamilifu. Kwa hiyo makosa ya binadamu yapo. Watu wakika wa makosa, lakini mtu anafanya makusudi, anafanya the same kosa huko, analiamua hivi na hivi. Kwa kweli sisi tunapata taabu sana. Naamini walistahili sare ama ushindi. Kiukweli sisi tunapata tabu sana akipresenti zile timu ambazo ni middle team, kwa maana timu daraja la kati, pamoja na timu ambazo huwa wao kubaki tu kwenye ligi kuu pia kwao inakuwa ni faida kubwa sana. Ameanza vizuri mzee Mgunda, amesema ni mwezi wa Ramadhan, lazima tuzungumze ukweli, na yeye ndio huo ukweli ambao yeye ameusema. Lakini pia ndani yake amesema kwamba sisi ni al-insan, kwa maana ni binadamu, na binadamu tumeumbwa kukosea. Makosa yapo na huenda yakawa ni makosa. Sasa twende kwako Steven Mapunda, tuanze na ile rafu ambayo walichezewa Young Africans wakapata faida ya changamoto ya mkwaju wa penalty, Dep akafunga. Kwako? Of course ni kwamba lazima wakati mwingine tuweze kuzungumzia vitu pasipo kubalance.
ukweli ni kwamba Maxim pia Zengeli alichezewa foul, na ile foul ilikuwa imeanza kwa Buba alianza kuchezewa foul ndani ya box akiwa anawania mpira, lakini wote wakiwa hawana faida ya mpira moja kwa moja. Alifanywa pushing katika eneo la box, lakini referee aliacha, nafikiri kutokana na advantage ambayo ilikuwepo kwamba kila mmoja hakuwa na umiliki wa mpira ulikuwa ukipita na njia zake, lakini mwenye umiliki wa mpira alikuwa ni Maxim pia Zengeli. Ameumiliki mpira, akakaa between the ball. Alipokuwa amekaa between the ball, akautanguliza mpira mbele, afu akaweka target katikati. Ina maana kwamba alikuwa ameweka guard ule mpira akiwa na ukimbilia kwenda kuwai. Baadaye anakuja anafanywa foul. Maana yake yule beki alipokuja moja kwa moja mpira ulikuwa ushatoka miguuni, anakwenda kuigonga miguu ya Maxim pia Zengeli, na Zengeli anaanguka kwenda chini. Kwa hiyo kwangu mimi ile penalty ambayo aliipata Young African ilikuwa ni penalty halali kabisa, isiyokuwa na shaka wala doa lolote. Ilikuwa ni penalty halali na Yanga aliweza kuzawadia penalty, na ni kweli penalty yao ilikuwa inastahili kuwa penalty. Kwa hiyo kwa mimi ukiniuliza, kwa Maxim pia Zengeli ni kweli kabisa ilistahili kuwa pigo huru, na ni kwa sababu ndani ya box basi ilistahili kuwa penalty. Na pia kwa alafu ile pia ilistahili kuwa na kadi. Yellow card ilikuwa inastahili kuweza kutumika, lakini naona mwamuzi aliamua kupiga pigo huru la penalty pasipo kutoa kadi. Yes. Kipi ambacho kimemsukuma Juma Ramadhani Mgunda kuamini kwamba haikuwa ni penalty? Nafikiri ndio hiyo tunasema kwamba kwenye balance. Umeona? Kwenye balance ya pande zote mbili kwamba unakuta huku anataka kama haikutokea hivyo basi na huku isitokee hivyo. Nafikiri alikuwa anajaribu kulinganisha matukio kwamba tukio kama hilo lilitokea kwetu hatukupewa faida, lakini limetokea kwa mpinzani amekwenda kupewa faida. Na Juma Mgunda ameongea vizuri sana, lakini kwenye ile eneo la kusema kwamba kwao ile penalty walioadhibiwa ikustahili kwa penalty, hapo mimi naenda naye kinyume kwamba ile ya kwao ilistahili kuwa penalty. Maxim pia Zengeli alichezewa madhambi katika eneo la box, ilistahili kuwa penalty. Lakini ukija kwa upande wa kina Kipenye huku kwa wao kunyimwa penalty, mimi nakubaliana nao kabisa kwamba ile pia ilistahili kuwa pigo huru la penalty, na Mungu waliweza kunyimwa penalty kwa sababu ukiangalia foul ilipokuwa ilikuwa inachezwa kuanzia nje ya box. Alikuwa yuko Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Damaro Kamara, na Damaro Kamara alianza kumwara toka akiwa nje ya box, lakini aliweza kuwa na uvumilivu mkubwa wa kutokujiangusha nje ya box, akaingia hadi kwenye box, ndipo alipokwenda kuanguka. Kwa hiyo pale kuna matukio mawili ambayo lazima uweze kuyazingatia. Jambo la kwanza ni kwamba foul alianza kucheza nje ya box. Kwa kama referee aliacha, maana yake aliacha kama advantage. Okay. Umeelewa vizuri? Yes. Unapoacha kama advantage, tafsiri yake ni kwamba kama inakuwa ina manufaa kwa mpinzani, inakuwa kwako inakuwa iko safe. Lakini kama umeacha advantage alafu haiwi na manufaa kwa mpinzani, kwa hiyo inastahili kuwa foul. Lakini sasa kilichotokea, alicheza Damalo alicheza foul nje ya box, akaendelea kucheza hadi ndani ya box. Kwa hiyo makosa yamefanyika mara mbili. Okay. Amefanya nje ya box, advantage imeingia kwenye box, kaendelea kufanya kosa, lakini pia haijawa. Kwa hiyo maana referee makosa mawili yote hajayaona. Hajaona nje ya box, hajaona kosa ndani ya box. Kwa hiyo mimi nafikiri katika hilo referee hakutenda haki kwa upande wa Namungo. Okay. Na sio referee peke yake, hadi linesman. Okay. Ukiangalia upande ule ulikuwa ni upande wa line 2 ambaye angeweza kuona ile tukio kwa urahisi zaidi. Umeelewa vizuri? Lakini sasa line 2 alikuwa amekaa kimya, referee alikuwa amekaa kimya. Okay. Lakini pia kuna refa msaidizi kwenye benchi la mareferee, kuna kamisa wa mchezo. Umeelewa vizuri? Huwa kuna msaada ambao unaweza ukajitokeza. Na wakati mwingine hadi line 1 ingawa yeye kwamba anakuwa anaishia katika mstari wa katikati, lakini katika utata kama ule huwa kuna haja ya kusaidiana. Lakini pande zote walikuwa wamekaa kimya. Unaweza kusema kwamba Mwinyi alikuwa amekaa mbali na tukio, lakini vipi kuhusiana na line 2? Yes. Hakuwa kwenye eneo la tukio, hakuweza kuona hilo. Basi kama hakuwa kwenye eneo la tukio, inamaanisha kwamba inatakiwa waongeze fitness. Okay. Ina maana kwamba wachezaji wa Tanzania wana speed zaidi kuliko speed ya marefali wetu. Inatakiwa waongeze mazoezi ya kuwa fit uweze kukimbizana na mchezo. Yes. Lakini ukiangalia kiukweli ni kwamba madhambi alianza kufanyika toka nje ya box, yakaenda kufanyika pia ndani ya box. Kwa hiyo alistahili kuweza kupewa yellow card. Damaro Kamara. Na ilistahili kuwa pigo huru la penalty. Lakini pia kitu kingine ambacho nilikiona kwenye huu mchezo,
Hata Damaro Kamara naye pia alistahili kutokumaliza ule mchezo. Kwa maana kadi nyekundu. Yes, alistahili kabisa kutokumaliza ule mchezo. Okay. Ukiangalia kipindi cha kwanza Young African walicheza faulo 4. Yes. Katika hizo faulo 4, faulo 3 zilifanywa na Damaro Kamara. Yeah. Umeelewa vizuri? Yes. Alafu yani hizo faulo 4 ambazo zimekuwa recorded. Hii ya penalty na nje ya box na ndani ya box haikuwa involved kwa sababu haikuwa recorded na referee. Yes. Kwa katika zile 4 ongeza zimeweza kwa faulo 5 ambazo Yanga walizifanya ambazo zinaonekana clearly. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa katika faulo 5 ambazo tunasema 4 kwa sababu ndio zipo recorded kwenye kitabu cha mwamuzi, lakini ya kwangu mimi naona hiyo ya 5 ya ile penalty. Yes. Kwa hiyo ina maana katika hizi faulo 5, faulo 3 zilifanywa na Damaro Kamara. Okay. Faulo 1 ilifanywa na Alan Okello na ilikuwa very light, yani ilikuwa nyepesi sana. Umeelewa? Lakini watu wakaadmit kuwa ile ilistahili kwa nini kuwa faulo na kweli wakapewa faida na Mungu. Lakini faulo ya Alan Okello haikustahili kuwa na yellow card, ilikuwa ni faulo tu ya kuzungumza na mwamuzi na kumwachia. Lakini ukimwangalia Damaro Kamara, ukiangalia ile faulo ambayo amecheza nje ya box hadi ndani ya box wakanyimwa penalty na Damaro Kamara kupewa yellow card. Kwa hiyo ina maana kwamba ilistahili kuwa penalty na ilistahili kuwa yellow card. Yes. Na ukiangalia pia kuna tukio lingine tena pia lilitokea katika hizo faulo 3 ambazo amefanya Damaro Kamara. Kuna moja alimvuta mchezaji kwa makusudi. Okay. Umeelewa vizuri? Yes. Kumvuta jezi mchezaji tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni yellow card. Wakati mwingine ukiwa kwa mchezaji akiwa kwenye faida zaidi inaweza ikawa straight red card. Yes. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwamba alikuwa anastahili kupewa kadi 2 za njano. Tafsiri yake ni kwamba anapewa nini? Red card. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hata mimi pia sikuona faida ya kubaki na Damaro kwa dakika zote 90. Alistahili kupewa red card. Na ndio maana ukiangalia benchi la ufundi la Young African walivyoona kwamba mambo yanazidi kumpalia zaidi, walimuondoa, akumaliza dakika 90. Kwa hiyo mwalimu alikuwa amesoma alama za nyakati kwamba kwa mwenendo anaoenda nao Damaro Kamara inawezekana akaja kuigharimu timu, na ndio maana wakafanya mabadiliko, akaingia Mudathir Yahya basi. Umeelewa vizuri? Yes. Na Mudathir naye pia ameingia naye akafanya madhambi. Kama unakumbuka. Amefanya madhambi lakini hakuzawadiwa kadi. Ingaje madhambi yake yalikuwa ni kali. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho wanatakiwa Young African wawe makini zaidi katika eneo ambalo limewasumbua. Baada ya kuondoka Khalid Aucho. Eneo ambalo linawasumbua zaidi. Kwa sasa hivi Damaro Kamara anasema kuwa ndo namba 6. Kwa hiyo waangalie kwa umakini zaidi kwa sababu Damaro Kamara kama Yanga walikuwa wanaendelea kwenda hatua ya robo finali klabu bingwa barani Afrika, ina maana kwamba mchezo wa robo finali ya kwanza asingecheza. Okay. Kwa sababu tayari shapata yellow card 2. Yes. Sio, unanielewa vizuri hapo. Kwa namna moja au nyingine inatakiwa Damaro Kamara abadilike namna yake ya uchezaji. Damaro Kamara amekuwa mzuri zaidi anavyokuwa wanasema kwamba wakati akiwa na mpira anakuwa mzuri zaidi. Huwezi kuupoka mpira wake kirahisi. Hilo kila mmoja anakubaliana na mimi kwamba akiwa amiliki mpira huwezi kuupoka kiurahisi. Lakini akiwa out of the ball anakuwa anachelewa sana kwenye matukio. Matokeo yake anakuwa anafika sana mwilini pasipo kufika kwenye mpira kwa sababu anachelewa. Kwa anakuwa na migongano mingi sana, na ndio hiyo inasababisha kuweza kuadhibiwa zaidi. Na watu wengine nafikiri wanaweza wakakubaliana na mimi kwamba kwa jinsi alivyokuwa na umiliki mpira kwa kiwango kikubwa zaidi, akicheza namba 8 anakuwa yuko safe zaidi kuliko akicheza namba chini. Umeelewa vizuri? Kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kuweza kukaa na mpira, kuifanya timu iwe na utulivu, alafu akagawa pasi. Na ni mzuri kwenye kutoa pasi. Ana pasi nzuri sana. Ana penetration pasi nzuri, through ball nzuri, long range anapiga vizuri. Lakini pale ambapo anachelewa kufika kwenye tukio, amekuwa akifika zaidi mwilini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uzito aliokuwa nao. Yaani amekuwa sio mwepesi sana kufika kwenye mpira. Amekuwa mwepesi sana kufika kwenye mpira. Sasa ukutana na wachezaji ambao ni wajanja, wao kazi yao wakishakuwa na mpira wanadokoa mpira afu wanabaki kwenye tukio pale pale. Wanajua wewe utafika tu hapo. Ukifika hapo utanigusa, ukinigusa basi nakuadhibu. Kwa hiyo na wachezaji pia haya mambo mengine huwa wanawafanyia mazoezini hata kazi pia kwamba ninapokuwa nacheza na mchezaji huyu natakiwa nimfanyie vipi ili niweze kupunguza makali ya timu pinzani. Kwa hiyo lazima pia katika eneo hilo waweze kujitibu zaidi. Hayo ndio ambao mimi nilikuwa nimejaribu kuyaona katika mchezo ambao Namungo dhidi ya Young Africans. Hayo ndio yale ambayo Steven Mapunda ameweza kuyaona kwenye mchezo wa Namungo dhidi ya Young Africans. Sasa kwenye wale ambao wametuandikia yupo mwandishi wa habari ambaye ni Anwar Binde. Yeye anahoja kwenye wale ambao wamecomment, anahoja kutokana na kile ambacho kimetokea, kwa maana
alikizungumza mzee wetu Juma Ramadhani Mgunda, ambaye pia watazamaji wanasema tumsikilize tena, tutamsikiliza hapo baadaye. Lakini pia wewe pia umepitia humo hasa kwenye ile penalti ambayo alifanywa Kipenye, ilistahili kuwa penalti. Yeye anasema hivi, huyu mchezaji angekuwa amevaa jezi ya njano ingekuwa ni penalti. Namungo amenyimwa penalti halali kabisa. Na kwa matukio haya wakubwa wananufaika kila weekend. Hivi mara ya mwisho lini kuona wakubwa wamepigiwa penalti? Kwa maana yeye anasema kwamba Light Kipenye angekuwa ni mchezaji wa Young Africans, ndio mwamuzi angeweka tuta. Aha. Lakini kinachowakosti ni udogo wa timu yao na waamuzi kuwa na hofu na hizi timu kubwa, kwa maana Simba na Young Africans. Akamaliza na kusema mara ya mwisho lini kuona Simba kacheza dhidi ya timu ndogo au timu ya kati, ndio, alafu timu ya kati wakapewa penalti, au Young Africans kacheza dhidi ya timu ya kati alafu wala akapewa kadi au wakapewa penalti. Vipi comment yake na hoja, na unaweza ukachangia chochote kwenye hilo? Mimi nikitazama pasipo kupaka mafuta, pasipo kufanya chochote, ni kwamba kwa marefari wetu kuna sehemu ambayo wanatakiwa pia waweze kubadilika. Yeah. Kipindi cha katikati hapa tulianza kumuona Ahmed Alajiga akiwa anabadilika. Yes. Ameweza kuiadhibu Young African red card ya Baka, okay, mechi dhidi ya Azam. Sahihi. Dakika za mwanzoni kabisa, na hakuweza kujali katika hilo. Yeah. Lakini pia amekuwa mtu ambaye anaweza akatoa maamuzi ambayo mtu mwingine hawezi. Aliweza kutoa penalty Yanga anamfunga Azam kama unakumbuka. Nafikiri ilikuwa 3-1 ile kama sikosei, au ilikuwa 2-3-2 nani Yanga na Azam, mpaka Azam alipata penalty, Prince Dube alifunga penalty ile. Yeah, 3-2 ile, na Aziz Ki anafunga yes, hat-trick, si ndio? Yes. Anafunga hat-trick. Kwa ukiangalia katika aina hiyo, Ahmed Alajiga tayari alikuwa anajaribu kujitofautisha na marefali wa kibongo. Umeelewa vizuri? Marefali wa Kitanzania. Yeah. Lakini sasa ukija kuangalia kwa refali aliochezesha mchezo wa Young African, kwa kile kitendo ambacho aliweza kuwanyima haki wa Namungo, hiyo imepelekea kuweza kuleta maneno mengi zaidi. Mimi nakubaliana naye kwa namna moja au nyingine kwamba udogo wa timu sometime unakwenda kuwa costa, na marefali wa Tanzania wanatakiwa waanze kubadilika kuanzia hapo, wasianze kubalance vitu. Okay. Kwa sababu pale pia ile tukio alifanywa Maxim pia Zengeli, kwa sababu huko alikuwa ameminya, maana yake tafsiri yake ya kule pia itakuwa aminya, ili baadaye sema kwamba yote alitokea huku na wote nikawapa faida. Umeelewa vizuri? Yes. Lakini sasa unapima wanasema impact. Ukifanyia Young Africa leo hii ungekuta vyombo vyote vya habari vinazungumzia tukio la Maxi kunyimwa penalty. Sahihi. Sio, umeelewa vizuri? Makelele yangekuwa mengi zaidi kabisa, na pressure ingekuwa kubwa zaidi hadi kwa kamati ya waamuzi. Yeah. Kwa hili pia ni ukweli kabisa, kusipo kupinga wala kumung'unya maneno, ni kwamba marefali wa Kitanzania wanatakiwa waweze kubadilika. Human errors zimekuwa nyingi sana, kwa sababu unajua hata Mgunda naye aliongea sahihi kabisa, akisema kwamba makosa ya kibinadamu yanajulikana naye ni makosa ya kibinadamu. Sasa hapo kwa Juma Mgunda hapo naomba tumsikilize tena, kwa sababu watazamaji wetu wanasema kwamba kwa nini kasemaje Juma Mgunda, amesema nini Juma Mgunda. Hebu tumsikilize bwana mzee wetu Juma Mgunda. Boli analijua, kalicheza kabisa. Sasa wale watazamaji ambao walichelewa kujiunga nasi, ambao wanauliza Juma Mgunda amezungumza nini, huyu hapa mzee. Mimi napenda kuwa mkweli sana. Sasa wengine nafikiri mdomo wangu sasa wengine wanaweza kaniponza. Lakini kwenye ukweli, bahati mbaya na Ramadhani, lazima tuseme kweli. Leo man of the match is the referee. Referee. Yes, man of the match. Kwa nini? Ndio decide game. Ndio decide game. Wenye akili zao na wenye fahamu zao za mpira na watu wa mpira, sio wale kuja na mbio za mwenge kwenye mpira. Wameona mpira mchezo wa wazi sana. Tukio lipi kwa kocha ambalo naamini muamuzi aliliamua likawapa faida? Ukienda kuangalia marudio mtaona ile penalty tuliyonyimwa na penalty aliyotoa. Kama yeye ana declare ile penalty aliyotoa ni ya kweli, basi atansamehe mimi.
na kama penalty aliyenyima ile kwamba haikuwa kweli, basi asamee mimi. Lakini kwenye football iko hivyo. Mimi sipendi sana kuzungumzia hao wapiga filimbi, kwa sababu na mimi the end of the day mpira ni mchezo wa wazi. Lakini yote kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, mechi imekwisha salama, tumepoteza, tunajipanga na mchezo mwingine. Lakini naomba watu waangalie, kuna sisi binadamu, nobody is perfect, hakuna mkamilifu. Kwa hiyo makosa ya binadamu yapo, watu hakika wa makosa, lakini mtu anafanya makusudi, anafanya the same kosa huko, analiamua hivi anaamua hivi. Kwa kweli sisi tunapata taabu sana. Naamini walistahili sare ama ushindi. Mwezi wa Ramadhan, tuseme ukweli, man of the match ni referee. Hii kauli ambayo ameizungumza mzee wetu Juma Ramadhan Mgunda, tumeshuhudia watu wengi wakizungumza hivi, wengi walikuwa wakifungiwa. Je, hiyo kauli ina utata ambao inaweza kumfanya afungiwe ama haina dosari yoyote kwako Steven Mapunda? Ameweka defense mapema kabisa, kwa sababu huwa anajuaga kwamba wakati mwingine kuna watu huwa wanaadhibiwa kwa kuongea maneno ya staili kama hiyo. Lakini mimi kwa upande wangu nikitazama ni kwamba ni tathmini ya kocha mkuu baada ya mchezo kutamatika. Aliweza kueleza kile ambacho yeye anaamini kwamba kilikuwa hakijatendewa haki kwa upande wa timu yake. Kwa hiyo mimi sijaliona kosa lake, kwa sababu ameelezea yale matukio yote mawili ambayo yameweza kuonekana, na obviously wanasema kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, kwamba ukiwa na jambo lolote lile ambalo linaonekana kabisa kwamba sio la haki, linaonekana kirahisi zaidi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sioni kosa lake Juma Mgunda, sioni tatizo lake lolote, sioni pia tabu ambayo yeye ameweza kuisababisha katika hiyo kauli yake. Okay, kwa hiyo hatutarajii kusikia kwamba Juma Ramadhan Mgunda amefungiwa kutokana na hiyo kauli yake. Sitaraji kuona hilo, na nitashangaa ikitokea hivyo. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kabisa kushangaa kwamba vipi tena, ina maana kwamba unatakiwa ucheze mpira ukiwa umefungwa mdomo, au unatakiwa pia baadhi ya matukio yaelezee ili kuweza kutengeneza awareness katika michezo inayofuata. Okay. Yeah. Sasa